Ulipo. It's always a pleasure having you on board every single week. This being the last week of the month of June. Karibu sana to the service. My name is Isaiah Juma. And my name is Abraham Kesekwa, meaning you are very warm welcome to all the JGCM Crusaders, wherever you are in the entire world. We would like to remind you that you are loved, you are valued, you are appreciated from us and the entire team here in JGCM headquarters. We would like to say Asante Sana. Now, if you have been having any trouble during this week, please remember to pray always and pray in faith, because the Bible says that even if you have a little faith, as small as mustard seed, it can move a mountain from this place to another. Now, speaking of faith, I would like to remind you that the Bible says faith without actions is dead. So please normalize speaking words of faith. Speak words of faith into your business, into your family, and everything that you do. Now, Brother Isaac, yes, what do you expect from this Sunday service? Oh, as usual, every single week the prophet never disappoints us. So I expect something more fire every single week. So you want to say JGCM, more fire? Sure, now without wasting time, please take your book, take a pen, take a Bible, and join us as we bring you this Sunday service. Now, welcome to Sunday service. Shalom alaikum. Karibuni tena watazamaji na wasikilizaji wangu katika somo la Jumapili la leo. Na tunapoingia katika somo, hebu tumuombe Mwenyezi Mungu aweze kubariki neno. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru tena asubuhi ya leo umetuamsha. Si kwamba sisi ni wema kuliko wala ambao hawakujaliwa, bali umechukua mkono wako na ulinzi wako Bwana. Umbali umetulete, tunasema wewe ni Ebeneza. Bariki neno lako linapofika bastioni na machoni pa watu wako, liweze kuwa baraka katika maisha yao, ili sifa na utukufu zikurudie wewe. Ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai tunaomba na kuamini. Amen. Ninashukuru wasikilizaji na watazamaji wetu kwamba mmekuwa mkipokea neno, na tutazidi kuletea neno kadri Mwenyezi Mungu atakapotujalia. Na leo tuna somo ngeni, tuna somo la kawaida ambalo kwa Kiingereza tunasema who will cast the first stone, nani atarusha jiwe la kwanza. Katika hali tulizonazo leo, mambo mengi imetokea na mambo mengi yamerushiwa kanisa. Watu wanalaumu kanisa, wanalaumu viongozi wa kanisa, watu wanauza kanisa namna gani. Na haikuanza leo, hii mambo ilianza zamani. Watu utafuta sababu na utafuta njia ya kuepuka kusingizia wenzao, na tunataka kuona kwamba ni nani ambaye ni bora kuliko mwingine na ni nani anastahili kumhukumu mwingine. Tunataka kupata somo letu kutoka kitabu cha Yohana. Tunaanza na mlango wa 8. Tunasoma, hebu tuanzie kifungu cha kwanza alafu tuone tunafika wapi. John 8:1-24. Jesus went unto the Mount of Olives, and early in the morning he came again into the temple. And all the people came unto him, and he sat down and taught them. And the scribes and the Pharisees brought unto him a woman taken in adultery. And when they had set her in the midst, they say unto him, Master, this woman was taken in adultery in the very act. Now Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what sayest thou? This they say, tempting him that they might have to accuse him. But Jesus stooped down, and with his finger wrote on the ground, as though he had them not. So when they continued asking him, he lifted up himself and said unto them, He that is without sin among you, let him first cast a stone at her. And again he stooped down and wrote on the ground. And they which had it, being convicted by their own conscience, went out one by one,
beginning at the eldest, even unto the last. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. When Jesus had lifted himself up, and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? She said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee. Go and sin no more. Then spake Jesus against unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. The Pharisees therefore said unto him, Thou bearest record of thyself, thy record is not true. Jesus answered and said unto them, Though I bear record of myself, yet my record is true. For I know whence I came, and whither I go, but ye cannot tell whence I come, and whither I go. Ye judge after the flesh, I judge no man. And yet if I judge, my judgment is true, for I am not alone, but I and the Father that sent me. It is also written in your law that the testimony of two men is true. I am one that bear witness of myself, and the Father that sent me beareth witness of me. Then said they unto him, Where is thy Father? Jesus answered, Ye neither know me nor my Father. If ye had known me, ye should have known my Father also. These words spake Jesus in the treasury, as he taught in the temple, and no man laid hands on him, for his hour was not yet come. Then said Jesus unto them, I go my way, and ye shall seek me, and shall die in your sins. Whither I go, ye cannot come. Then said the Jews, Will he kill himself? Because he said, Whither I go, ye cannot come. And he said unto them, You are not beneath, you are from beneath, I am from above. You are of this world, I am not of this world. I said therefore unto you, that you shall die in your sins. For if you believe not that I am he, you shall die in your sins. Thank you so much. We see in another translation, the Bible says, Jesus went in the Mount of Olives, and everyone went to their own homes. What did Jesus go to do in the mountain of Olives? He went to pray. Prayer is vital in our lives. And many times people are very lazy to pray. We don't like praying. People like to talk, to socialize, and to do many things. COVID has come to teach us a lesson also, so that we may concentrate and not just socialize and do many things that are not necessary or needful. So Jesus concentrated on prayer, on the Father. He went to speak with the Father in the mountain, and the rest of the people went to their own houses. They went to do whatever they want to do, and to go and do immorality, and try to see what other people are doing in their backyards. And that's why we say, the Bible says, early in the morning, Jesus came from the mountain, and he came in the temple. When he came in the temple, he started teaching the people. But these people went to their own homes. They went to look for sinners, for people who are doing wrong. And unfortunately, they came across this poor woman, whom they call adulterous woman. And they drug her to Jesus. And they told Jesus, we have caught this woman in the very act, and we have brought her to you. According to Moses commanded us, such a sinner must be stoned to death. What do you say? The Bible says they did that just to tempt him, so that they may catch him by his own words. Not that they were righteous, but they tempted him. But my question is, there's a saying in English, it takes two to tango. It takes two people to commit adultery. Where was the man? Why did they cut the man also and bring two of them to Jesus? Why did they only bring a woman? This confirms our hypocrisy. We
we want to condemn the other side and we don't focus on ourselves. Men are very greedy. They convince a woman, put her in the box, they do the act, then they disappear. They disappear. They have got power and ability, they have got strength. They can find their way out. But the poor women are always caught. And she wanted to be sentenced alone, to die alone. This is what we are doing now. During this COVID-19 era, many people are blaming the church. And even the church are lost because people believe that only in the church people can be affected. The rest of the things are going on. But the church classified as social service, a normal service. People don't talk about the church. They say let it be closed. They say pastors are just going, the church has to open because they want offerings. But Jesus said, when they brought this woman, Jesus stooped down and started writing on the floor with the finger. He didn't answer them anything. They asked him again and again, according to the law of Moses, we are commanded lawfully to kill this woman. What do you say? Then, when Jesus looked up, he just said a simple word. Among you, any of you who don't have anything, let him be the first to throw the first stone to this woman. And then he continued writing it down. When he looked again, he found the woman alone. And they asked her, where are your accusers? He said, Lord, they have gone. Bible teaches they went out one by one, starting from the eldest to the youngest. Because they discovered they are all sinners, but for adventure, they have not been caught. That's because we call hypocrisy. We are all sinners. We are all guilty. Why you are choosing the church? The church did not bring Corona. Most of the church leaders, we don't go out as you business people who go out and import things and mingle with the. We don't have tourists who come to church to tour and bring this disease. And as we are told, COVID-19 started from China. You know, China is a country that does not believe in God. they don't believe in God. And today they don't give birth just as we do here. They are restricted. And as what we are hearing now, even now some of you want to bring a law to legalize abortion, which we refused. When we did our last referendum, we refused abortion. We refused homosexuality. Yes. We refused lesbianism. Tulikataa hiyo maneno. Kwa nini mnataka kuleta sheria tena? Wengine mnaenda bungeni, mnataka kuhalalisha kuaji ya mimba, kutoa mimba. Maana mnaona mmejaa dunia. Sasa corona imekuja inawapunguza, mnakufa. Mmeogopa kukufa. Kama nyinyi mnaogopa kukufa na mshakula, mmefanya kazi, hata wengine mmeretire, mmerudi tena kazini. Hawa watoto ambao hawajazaliwa, kwa nini msiwapatie nafasi nao wazaliwe? Na wao waje wafurahie maisha kama mimi na wewe. Kwa nini mnataka watolewe mimba? Na kama mnataka mimba ziavye, kwa nini mnafanya mapenzi na wanawake? Kwa nini mnafanya? Simuawache wakae. Alafu mkiwashika mnawashtaki wao, lakini wanaume wenzenu mnawakinga. Hamwaleti.
walikuwa wawili, mliwashika katika kitendo wakiwa wawili, huyu mwingine mlipeleka wapi? Mbona mkumleta? Sote tuko kwenye hii boti inaitwa Kenya, tuko kwenye hii meli inaitwa Kenya, tuko kwenye hii meli kubwa ya dunia. Hii dunia yetu tunakaa ndani, ambayo mmeruhusu kila kitu, mmekataa Mungu. Mataifa mengi hata kama walimjua Mungu, hata yale ya magharibi, wale ambao walituletea Injili, wale ambao walituletea neno la Mungu, sasa wamesahau Mungu, wamemuasi Mungu. Ukienda ng'ambo utakuta makanisa mengine haina watu, lakini kama na washirika unakuta ni wazee. Mimi nimesoma Skandinavia, makanisa mengi nakuta ni vijana, vibabu ndio vinakuja kupiga organ, keyboard. Vijana wanafanya mambo yao mengine. Kwa nini tumemwacha Mungu? Kwa nini tumemsahau Mungu? Na kwa nini kila mtu anazungumza habari ya kanisa kama kanisa ambalo halina nafasi? Kanisa si chochote. Tukisoma Biblia katika Mwanzo tunaona inaanza na neno la Mungu. In the beginning God. Yes. Haianzi na serikali, haianzi na kampuni, haianzi na waheshimiwa, haianzi na parliament, haianzi na nini. Inaanza in the beginning God. Na kama inaanza hapo mwanzo Mungu akaumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo Mungu akasema iwe hivi na hivi na hivi, na ikawa. Hapo mwanzo Mungu akaumba mwanadamu, mume na mke kwa mfano wake. Akasema zaeni, muongezeke, mjaze nchi, muitishe. Amen. Hiyo ni amri ya Mungu, mjaze nchi, muitishe. Na Mungu alikuwa amepanga mipango kwamba tusitoke jasho, tusifanye kazi kwa tukitoka jasho, tule tu vyakula ambavyo ni natural food, matunda. Lakini tukafanya dhambi. Kwa hiyo sote, mimi na wewe tumezaliwa dhambini. Sote. Biblia inasema all have sinned and they come short of the glory of God. Amen. Kila mtu amefanya dhambi. Na ndio sisi hata vile anasema kwani watu kanisa mnajifanya watakatifu. Sisi hatujifanya watakatifu. Sisi tumemwamini Yesu, amelipa deni yetu msalabani, na amemwaga damu yake ili dhambi zetu ziondolewe. Na hapo ndio sisi tunaweka msingi wetu. Hapo ndio sisi tunamwamini Yesu. Hawa watu wa dini, wengi nyinyi watu wa dini, mnaenda dini, mnaenda tu kanisani, mnaenda tu pale mnaombea ili alimradi tu muonekane kwamba ni watu wa dini, lakini hamzingatii maagizo na maelekezo ya dini. Hamzingatii maagizo na maelekezo ya neno la Mwenyezi Mungu vile linasema. Maana kama hawa Mafarisayo na Masadukayo wangeshika sheria ya Musa sawa sawa, watu wakizini wote wawili wanauawa, si mmoja. Maana mkioa moja mwache moja, yule jamaa ataenda kudanganya tena msichana mwingine kule, tena amwingize box, alafu tena atoke hiyo hiyo. Kwa hivyo atamaliza wanawake wakipigwa mawe na yeye akahepa ama kiwachwa na wanaume wenzake. Sasa wanaume na wakuu wa dini na watu wa dini, ni nani ambaye anaweza kurusha jiwe la kwanza aseme kanisa lina makosa, aseme kanisa ni chafu, aseme kanisa ndio pepo ya korona inaingia, aseme kanisa linahitaji kuongozwa na kuonyeshwa ya kufanya kwamba haina mwelekeo? Ni nani anastahili? Ni nani ana uwezo? Walitoka mmoja baada ya mmoja. Yesu akamwangalia yule mama akasema, wapi washtaki wako? Akasema, Bwana, wote wameenda. Na Yesu akamwambia yule mama, basi nami sikuhukumu, sitakuhukumu, nenda zako, usifanye dhambi tena. Wewe unayenisikiza, je, umemwamini Yesu ama unangojea kukokotwa? Unangojea kukokotwa na watu hawa marafiki? Unafikiri marafiki zako siku moja watakukokota, watakuua? Jana tumeona kule sehemu za bara waruninga wakitoa kaburini afukuliwe pamoja na korona, pamoja na vitisho vya korona. Tuliona maiti ikifukuliwa mchana, watu wakilia, hakuwawa na korona.
wanasema boyfriend wake alimuua na akamuzika. Ninyi wasichana, jihadharini na hawa wanaume hawa, I love you, I love you. That's fake. Bora kabisa. Ni Yesu peke yake anaweza kukupenda. Hawa watu mnawaona, I love you sweet whatever, these people are very dangerous. Hata wewe mwanaume, hawa wanawake unaona wa siku hizi ni hatari. Kimchezea na kutoa roho na wanakuzika na wanakudismember, hata wanakuchoma, wanafanya vile na vile. Kwa hivyo tunaona msaada na msamaha na huruma ya kweli na ya pekee inapatikana kwa Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Yeye peke yake alitoa mwili wake kuangikwa msalabani Kalvari, na akazichukua laana zetu zote na magonjwa yake yote. Biblia inasema kwa kupigwa kwake madhambi yote ilisamehewa, kwa kutubuliwa kwake alichukua maumivu yetu yote, laana zetu zote pale msalabani. Maana Biblia inasema alaaniwe anayeangikwa mtini, na Yesu aliangikwa msalabani akachukua laana zetu zote, magonjwa yetu zote, koronda zetu zote, akachukua msalabani Kalvari. Ukimwamini utakuwa huru. Huru kweli kweli. Tunamaliza na kusoma katika Yohana huyo tuko kwenye mlango ule, hatuendi mbali. Wengine walikuwa wanasema mbona huyo askofu ana huyu nabii anahubiri tu Agano la Kale. Si Agano la Kale, Biblia nzima. Tunaanza pale ilianza. John 8:30-32. And he spake these words, many believed on him. Then Jesus said unto them, to those Jews which believed on him, if you continue in my word, then you are ye my disciples indeed. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. You see, after Jesus sending this sinful, adulterous woman who was hated by everyone back to her own home safely, being forgiven, washed by the precious blood of Jesus. That is the beauty of the gospel. No matter who you are, what you have done in life, how people talk about you or blame you or call you, when you come to Jesus, things change automatically. Amen. You become a new creation. All things are gone, new creation has come. Yes. So if you are here, you have not accepted Jesus, Jesus told the Jews who believed in him, if you abide in me and my word abide in you, you shall know the truth, and the truth will set you free. Amen. Yesu akamwambia wale wanafunzi, wale Wayahudi walikuwa wamemwamini. Maana Biblia inasema baada ya watu kuona msamaha wa Yesu, na yule mwanamke ambaye alikuwa ni maiti ameraruliwa na kubondwa na mawe, anaenda nyumbani, msichana mrembo anacheka, anafurahi. Biblia inasema wengi wa Wayahudi wakamwamini Yesu. Amen. Wengi wakampokea Yesu. Amen. Na mimi naamini leo kokote mnakolisikiza, wewe ambao hujamwamini Yesu, liko leo utamwamini Yesu. Amen. Utampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Amen. Wewe ambao wewe ni mgonjwa, hata watu wamekutenga, hawakufikii karibu, ama umetengwa, uko kwenye quarantine, ama umewekwa mahali wagonjwa matuti, Yesu anakuona na Yesu amekufilia, na Yesu ana uwezo, is able, he has got the ability and the capability to heal all kinds and manner of sickness and disease. Amen. So he will set you free if you believe. Amen. In him, just as these Jews who believe in him, they were set free. Even some of them told him, no, we are Abraham's children. We have never been in bondage. How do you say we shall know the truth and the truth will set us free? They didn't know that they are bound in sin. Many of us are bound in sin. Wengi tumefungwa na dhambi. Yale tunatenda, kuna vitu tunafanya, kuna uraibu tumeingia. Wengine hatuwezi kumaliza siku bila kuvuta sigara, tumbaku. Sigara imeandikwa juu yake in red, smoking is dangerous to your health.
lakini msomi mzima, profesa, wewe unaiweka mdomoni, unaichoma, unaivuta bado unasema hakuna Mungu. Siuone hiyo maandiko kama wewe una akili. Siuone hiyo maandiko. Hata pombe ni hatari kwako, lakini bado unakunywa. Unafanya nini? Hata mnaambiwa hii uraibu ndio unachangia sana hii vifo vya haraka na hii COVID-19, lakini bado unang'ang'ania tu, unakula tu. Wewe ni mtumwa wa dhambi, umefanya kuwa mtumwa wa dhambi. Kwa hivyo Yesu anasema ukikaa ndani yangu, ukae ndani ya Yesu. Kuombea leo umpokee Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na ukisha mpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, utakaa ndani yake na atakaa ndani yako, na utakuwa huru. Utawacha vitu ambavyo unfit for human consumption. Utakula vitu ambavyo vina faida katika mwili wako. Ukijiuliza, ile moshi unavuta inaingia kwenye mapafu yako alafu unatoa nje yote, ina hadi value gani kwa mwili wako? Ina hadi value nini? Ile ugoro unakula, unaweka, unasinifu, ile ugoro, that tobacco inaingia ndani ya mapafu yako, ina hadi value gani kwako wewe? Ile pombe na hadi value gani kwako wewe? Na hadi nini? Makanisa tunatuingilia, hata waingilii, tunawasaidia. Hata daktari wako anakuambia wewe sasa wacha hii. Wewe sasa koma kuvuta hii, wachana na hii kitu. Hata wengine leo mnasema bangi halalishwe. Watu wamevuta bangi, wameua mama zao, wameua watoto fulani. Unasema halalishwe, ati ni dawa. Ni wasomi nyinyi. Yesu anasema mkikaa ndani yangu na neno langu likikaa ndani yenu, mtajua kweli, nayo kweli itaweka huru, nanyi mtakuwa huru kweli kweli. Mimi sitaendelea zaidi hapo. Mungu awabariki sana. Tukutane wiki ijayo katika somo lingine, tuone Mungu anatuambia nini. Na kabla ya hapo, sitakuacha bila baraka. Lazima nikubariki, ndiposa nikuache. Kwa hivyo kama uko hapo hujampokea Yesu, hujakaa ndani ya Yesu, neno la Mungu halikai ndani yako, ninataka kukuongoza katika hiyo barabara ya kwenda mbinguni, ya uzima wa milele. Kama uko hapo hujampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, wengine nimepokea habari kwamba mnakaa kwenye makundi mkisikia hii ujumbe. Kama kuna mmoja wenu yuko hapo hujampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wao, msaidieni, muongozeni aombe nyuma yangu. Na kama mmelete mgonjwa, nataka mwe mkileta wagonjwa, mnapokuja kusikiza hii mafundisho, mje hata na wagonjwa mwelete hapo, na tunapoomba muambie wajiwekee mkono. Tunafuata masharti serikali wanasema, yeye mwenyewe ajiwekee mkono, kama na malaria, kama na magonjwa gani. Tunapoomba hapa, Mungu atamponya popote pale yuko. Kwa hivyo, hebu msikilizaji mpendwa, inamisha kichwa chako, hata usipofunga macho, lakini inamisha kichwa na rudia nyuma yangu. Sema, Baba Mwenyezi Mungu, mimi ni mwenye dhambi, nimesikia neno lako, nami nimeungama makosa yangu yote. Nimekuja kwako, unisamehe, unihurumie, kama uliohurumia ule mwanamke mzinzi, nami na makosa yangu naomba unisamehe. Naomba Yesu uingie ndani ya moyo wangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Shetani, toka ndani yangu, usirudi ndani yangu tena. Asante Baba kunisamehe na kunipokea. Nimeamini Yesu ni mwana wa Mungu aliye hai, alikufa msalabani kuondoa dhambi zangu. Asante Baba kunipokea. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba, amen. Na kuombea wewe mgonjwa, weka mkono wako pale unasikia kuna maumivu. Kama una gonjwa makubwa kama COVID-19, wewe mwenyewe jiwekee tu mkono pale huko, na Mungu ataenda kukugusa. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, kwa uwezo na mamlaka umetupatia juu ya kila nguvu za giza na mapepo chafu na magonjwa ya kila aina, ninaamuru maumivu katika mwili wa msikilizaji na mtazamaji wangu yakome na yahame, na viini vyote vife katika jina la Yesu Kristo. Ninaamuru uzima na uhai kuingia katika mwili huo,
na kuanzia sasa aanze maisha mapya. Biblia inasema akusamehe makosa yako yote na kuponya magonjwa yako yote. Pokea muujiza, pokea uponyaji, pokea msamaha katika jina la Yesu. Asante Baba kwa kuwa umesikia maombi haya na umeponya sawa na ahadi na neno lako. Nimeomba haya katika jina lipitalo majina yote mbinguni na duniani, jina Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tumeomba na kushukuru kwa kujibu kwa maombi. Amen. Thank you so much. God bless you. By the grace of God, let's meet next Sunday in the presence of God. Stay blessed in Jesus' name. Shalom, shalom. We love you so much. Thank you. You have just heard from the prophet himself. You have seen that the Bible said that he was no sin, let him the first to be cast stone. Now, this is how we should be treating each other. This is how we should be relating, even those that are not born again. So remember, the Bible says that forgive others even as your heavenly Father forgives you. Now remember, Paul, when he changed from being Saul to Paul, he was impressed by the church during that time. Though people feared that he might execute them, he was just pretending, but he later changed. He told them that I'm changed, I'm a new creature, and he went on preaching to the whole world. So we should impress the people who have been born again, the people who have been changed, and we should also impress those who have not been born again, because without that we cannot welcome them to this love of Christ. Now, we would like to remind you, if you'd like to send us a prayer request, if you're passing through a situation that you'd like advice from biblically, you can just send us a message through our telephone number 0728-445-003. You can also write us an email, jgcmheadquarters@gmail.com. Remember, the conversation goes on social media, on Twitter and Instagram at JGCM_Kenya, and on Twitter, Facebook, and YouTube is Jesus Generation Crusaders Mission. Now, we will also remind you that you can support this ministry through your offering, your church account, your tithe, and any other designated giving through our M-Pesa number 0728-445-003. I will repeat again, you can support this ministry through our M-Pesa number 0728-445-003, and you can also send through our Prime bank account number that will be going right across your screen. Now, Brother Abraham, yes, this coming month of July, tell us about, there's something new, I believe there's something new about the month of July that's coming. Now, the month of July is based on last week's sermon from the bishop, going into the world and preaching the gospel to every creature. Now, this month we are emphasizing that every crusader should go out there and evangelize. It is our evangelism month. Please go out, tell people that Christ loves them, at least one person each day. Tell them that Christ loves them and Christ died for them and Christ is coming back soon. Now remember, the world is your neighbor, is your brother, is any other person who is not born again. So you just normalize reaching them every single day. Now, tusikuchoshe with a lot of words. It's always a pleasure having you every single Sunday. Karibu sana. Remember, JGCM is a family church and we are God's peculiar people. JGCM, more fire.